Uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 umeweka rekodi ya kuwa uchaguzi mkuu wa kwanza wenye idadi kubwa ya wagombea urais wanawake na wagombea wenza tangu mfumo wa vyama vingi vya siasa urejeshwe mwaka 1992 kwa mujibu wa takwimu za Tume Huru ya Uchaguzi Tanzania INEC. Kati ya vyama 18 vinavyoshiriki uchaguzi, vyama 17 vimesimamisha mgombea wa urais, na katika wagombea urais 17 utakaopigiwa kura tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, watatu kati yao ni wagombea urais na 7 ni wagombea wenza, idadi ambayo ni kubwa zaidi tangu uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi vya siasa ulipofanyika mwaka 1995. Wanawake wanaowania nafasi ya urais mwaka huu ni Rais Samia Suluhu Hassan kutoka Chama cha Mapinduzi CCM. Rais Samia aliingia madarakani mwaka 2021 baada ya kifo cha Rais John Magufuli, wakati huo akiwa makamu wa rais. Mwingine ni Saum Hussein Rashid anayepeperusha bendera ya chama cha United Democratic Party UDP, ambaye ni katibu mkuu wa chama hicho kwa sasa. Na mgombea mwingine ni Mwajuma Noti Mirambo kutokea chama cha Union for Multi-Party Democracy UMD. Mwajuma amekuwa kigombea udiwani na ubunge kwenye kati tofauti kabla ya mwaka huu kujitosa katika nafasi ya juu kabisa ya urais. Ikiwa Watanzania watafanya uamuzi wa kumchagua mmoja kati yao, basi Tanzania itaandika historia ya kuongozwa na rais wa kwanza mwanamke aliyechaguliwa kupitia sanduku la kura. Kwa nafasi zote mbili, urais pamoja na mgombea mwenza, jumla ya wanawake ni 10, jambo linaloashiria mwitikio chanya wa kundi hili katika nafasi ya uongozi. Mwaka 2005 ulikuwa mwaka wa kihistoria katika siasa za vyama vingi nchini baada ya chama cha PPT Maendeleo kumsimamisha Anna Senkoro kugombea nafasi ya urais. Anna alikuwa mgombea pekee mwanamke akichuana na wagombea wanaume 9 ambao walipitishwa na Tume Huru ya Uchaguzi NEC kuwania nafasi hiyo. Alipata kura 18,783 sawa na 0.17% ya kura zote zilizopigwa, akishika nafasi ya 8 kati ya wagombea 10. Licha ya Rais Jakaya Mrisho Kikwete kushinda nafasi hiyo, ushiriki wa Anna ulitoa hamasa zaidi kwa wanawake kujitosa kugombea nafasi za juu za uongozi. Ikumbukwe kuwa kabla ya hapo, yani uchaguzi wa mwaka 2000 na ule wa 1995, hakuna mwanamke alijitokeza kuwania nafasi ya urais. Uchaguzi uliofuata wa mwaka 2010 katika nafasi ya urais hakukuwa na mgombea mwanamke. Mwaka huo kulikuwa na wagombea 6 akiwemo Rais mstaafu Kikwete ambaye alishinda. Wagombea wengine ni Profesa Ibrahim Lipumba wa chama cha Civic United Front ama CUF, Dr. Wilbrod Slaa wa Chadema, Mutamwega Munganywa wa chama cha Tanzania Labour Party yani TLP, Peter Kuga Mzirei wa APP Maendeleo, Hashim Rungwe Sipunda wa NCCR Mageuzi na Fahmi Dovutwa wa chama cha UPDP. Hamasa ya wanawake kushiriki katika uchaguzi iliimarika zaidi katika uchaguzi mkuu uliofanyika mwaka 2015 ambapo marehemu Anna Mghira kupitia tiketi ya chama cha ACT Wazalendo alikuwa ni mwanamke pekee aliyesimama kama mgombea urais katika uchaguzi mkuu huo. Licha kwamba ACT Wazalendo ilikuwa ni chama kichanga wakati huo, Anna Mghira aliweza kuchuana na wagombea wengine 7 katika uchaguzi mkuu uliomweka hayati Rais John Pombe Magufuli madarakani. Katika nafasi ya makamu wa rais kwenye uchaguzi mkuu mwaka 2015 walionekana wanawake wawili, Samia Suluhu Hassan kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi pamoja na Leticia Msuya kupitia chama cha Tanzania Labour Party ama TLP. Uchaguzi uliofuata wa mwaka 2020, idadi ya wanawake wanaowania urais ikaongezeka hadi 2 kati ya wagombea 15 waliojitokeza mwaka huo. Queen Cuthbert Sendiga kutoka chama cha Alliance for Democratic Change ADC ambaye sasa ni mkuu wa mkoa wa Manyara na Cecilia Mwanga kutoka chama cha Demokrasia Makini waliwania nafasi hiyo. Pia katika nafasi ya mgombea mwenza wa urais, CCM ilimsimamisha Rais Samia, huku Satia Musa Bebwa akiwakilisha Sauti ya Umma SAU kabla ya rekodi haijavunjwa mwaka huu kwa wanawake 7 kuwania nafasi hiyo. Hii ni hatua kubwa katika harakati za kumkomboa mwanamke na kuhakikisha usawa wa kijinsia unakuwepo katika nafasi za uongozi ili kutoa fursa katika kundi hilo kuchangia katika shughuli za maendeleo. Zaidi ya miaka 30 iliyopita, katika mkutano wa kimataifa wa masuala ya wanawake, viongozi kutoka mataifa zaidi ya 189 na wanaharakati zaidi ya 30 walikutana kuweka mikakati na kupitisha mipango ya kuongeza usawa na haki wa wanawake na wasichana kushiriki katika masuala mbalimbali. Mpango huo ulitambulika kama Azimio la Beijing. Ni mpango uliopitishwa mwaka 1995 ambao
unasisitiza kuhusiana na haki za wanawake. Hata hivyo, safari bado ni ndefu ya kutoa hamasa zaidi na kuhakikisha wanawake wengi zaidi wanashiriki kuwania katika nafasi za uongozi kuelekea safari ya 50 kwa 50 ifikapo mwaka 2030. Asante kwa kututizama na kutegea sikio. Langu jina ni Esau Ezra Ngumbi, nyuma kamera ni Gunda Gustav. Endelea kufuatana nasi. Asante.